Wakati anaondoka aliondoka na expectations kubwa, na wakati anakwenda Wydad kulikuwa na matarajio makubwa kwamba angeenda pale kukiwasha kama ambavyo aliondoka Yanga akiwa kwenye kiwango cha juu, na kurejea kwake haraka bila kupata dakika za kutosha pale Wydad, hasa Wydad, ingawa baadaye alikwenda Libya huko, lakini pale Wydad hasa kitendo cha kushinda kupata dakika za kutosha na kurejea tena Tanzania inaweza katafsiriwa kama kushuka au kurejea tena katika kiwango cha kawaida, umeelewa? Na hiyo ikaonekana kwamba kwa sababu hakupiga hatua zaidi amerudi akiwa ameshuka, lakini pia anaweza kupunguza nafasi ya kupata deal kubwa zaidi. Wote tunajua ukifanya transfer kutoka klabu moja kwenda klabu nyingine kubwa, manake matarajio ni kutoka kwenye klabu hiyo kubwa kwenda ama klabu ya juu zaidi au kujiunga na klabu nyingine yenye level ya klabu uliyokuwa nayo. Kwa kurudi Tanzania tena akiwa na umri wa miaka 30, dirisha lake la kupata mkataba mkubwa nje ya Afrika Mashariki linazidi kuwa dogo. Kurudi Yanga kunahitaji awe na exceptional tena ili kuvutia soko kubwa. Umeona hiyo naiona kama pia ni hasara kwake kama mchezaji kwa kurejea Yanga, manake anajipunguzia nafasi ya kupiga dili kubwa zaidi kama angeendelea kubaki Wydad na kakiwasha pale. Lakini hasara nyingine ni pressure itakuwa kubwa kuliko mara ya kwanza. Mashabiki hawatampa tena muda dhidi ya wachezaji wengine kwa kumpa na kumvumilia kama vile alivyokuja mara ya kwanza kwamba anaweza akapewa chance, apewe nafasi ya kumwangalia, lakini mashabiki hawatampima tena, watakuwa wanampima na Aziz Ki yule wa zamani ambaye tayari ashaonyesha quality aliyokuwa nayo na uwezo wa kufunga, uwezo wa kusaidia timu. Kwa hiyo matarajio yatakuwa ni makubwa na pressure itakuwa ni kubwa kwake kwa kurejea kipindi hiki. Na hasara ya 4 na ya mwisho ni anaweza kurudi kwenye comfort zone, umeelewa? Yani akawa amerelax kwa sababu anakuja sehemu ambayo akiamini kwamba yeye anarudi kama star, hahitaji kuprove na ukiangalia mapokezi yake aliyofanyika, kupokelewa uwanjani na mashabiki wengi vile, manake amepokewa akiwa kama mchezaji mkubwa. Kwa hiyo inaweza kumfuata kabaki kwenye comfort zone. Mazingira ya Yanga anayajua, mashabiki wanampenda na ligi anaifahamu. Hilo ni faida, lakini kwa upande wa development inaweza kupunguza changamoto mpya ambazo zingemkuza zaidi. Hizo ndo naziona kama hasara kwa upande wake kama mchezaji. Nitarudi sasa kuangalia hasara kwa upande wa klabu.